Oh, yeah. Sielewi nishike wapi, napapasa sioni, kila nipitapo majaribu, sielewi mi nifanyeje. Zile ngongongo zimewachosha, ndugu hawataki kuniona baba. Kama kuroga, nimeroga, majibu sioni. Nauliza nifanye nini? Kwani shetani ni nani? Kama kuroga, nimeroga, majibu sioni. Hata mkioko nyumbani yake majibu sielewi kwa nini. Kisa salali ananizarili, nimerogwa. Mume wangu. Niambie mke wangu, naona ndo naamka sasa. Niko naandaa dawa hapa. Naona. Naona muda wote uko busy na madawa, wakati huo hujui ndani tunakunywa chai na nini. Usijali, kuna iftar nimeweka juu ya meza pale. Nenda sokoni kanunue unga wa ngano ili utengeneze chapati. Na usisahau ndimu, tangawizi na kitunguu. Leo nataka kunywa supu ya kuku mke wangu. Mume wangu, kwa iftano hiyo? Hivyo unataka na mimi Sasa mke wangu utani gani? Kuna mteja nimemwagiza kuku, kwa sasa hivi tu hapa analeta. Ndio maana nimekuagiza hivi ukaandae kabisa. Sio naambia utani. Sasa mimi naweza kukuagiza vitu ambavyo sina uhakika navyo. Hapo sawa mume wangu, ndio maana wanakukubali sana. Nakupenda chibaba wangu. Nakupenda sana. Hapo tu ndo nimaliza. Mganga waagizi matembele.
Tumefika muda mwafaka kabisa ambao tukubaliana. Ndio. Wakati tulokubaliana ndio. Sawa. Masharti tunayafuata lakini. Masharti ndio nayafuata. Sawa. Kama nafuata masharti kiusahihi, kuna mafanikio. Endelea kufuata masharti na imani bado muda mchache tu tunaenda kufanikiwa. Kila kitu kitakuwa sawa. Unaweza kwenda. Karibu mwanangu. Leo umechelewa kurudi? Ndio, mtu ambaye alitakiwa aingie Lindo leo amechelewa. Ila kulingana na hali ngumu, kuna viunga kidogo vilikuwa vimebaki. Kwa nimekoroga uji lakini hauna sukari, nikupatie? Uji ambao una sukari ya upande. Sema ndo hivyo. Labda kama una 500 nikanunue sukari nikukoroge. Yaani hapa sina hata shilingi 100. Sio mbaya. Siku tukiwa nacho tutakula. Tukiwa hatuna basi tutashinda. Nimechoka sana. Naomba nikapumzike. Sawa. Mimi niko na maji ya kunywa uji hapa. Nikuandalie maji ya kuoga. Nitaoga nikishapumzika. Sawa mwanangu. Nakupenda. Asante. Nipo kizani, sielewi napoelekea. Mbele kimbunga kushoto radi, kulia nazama mazima. Mke nyumbani na mwaga nenda kazini. Kazi yangu ni ya ulinzi, nalinda mali za watu. Kazini kwangu ni makaburini. Usiku na mchana mina pambana, sikati tamaa. Usiku na mchana mina pambana, sikati tamaa. Onanana, kula kwangu shida, kulala kwangu shida. Onanana. Yaani ni bonge la idea mzee. Mwanangu wewe acha tu. Alafu mwanangu sikuoni ukija kufanya zoezi mwanangu, shida nini? Ni kweli. So unajua mwanangu nimepata kazi ya ulinzi. Mimi ndo nimalisha ulinzi pale ofisini. Ili mradi tu mali za watu zisiweze kuibiwa. Lakini sio mbaya. Iwe hivi sawa. Ungekuwa unakuja hata siku moja mwanangu. Unafanya zoezi, unapambania kipaji chako mwanangu. Sawa, mimi nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyosema. Mwanangu umejidogosha kinoma. Okay, tuendelee na zoezi. Okay? Sawa. Sikiliza, kuna idea nimeipata hapa. Okay, sawa, twende. Usiku na mchana mina pambana, sikati tamaa. Onanana, kula kwangu shida, kulala kwangu shida. Twende. Usiku na mchana mina pambana, sikati tamaa. Kula kwangu shida, kulala kwangu shida, sikati tamaa. Umeona? Moja sio muhimu. Hivi unawaza nini mwanangu? Kwa nini? Unaimba vibaya. Nisikilize vizuri. Sikiza vizuri, sawa? Nisikize ninapoimba mimi. Rudia tena. Usiku na mchana ninapambana, sikati tamaa. Onanana, kula kwangu shida, kulala kwangu shida. Onanana. Atende.
Usiku na mchana mina pambana, sikati tamaa. Kula kwangu shida, kulala kwangu shida, sikati tamaa. Usiku na mchana mina pambana, sikati tamaa. Kula kwangu shida, kulala kwangu shida, sikati tamaa. Mwanangu kuna shida gani? Mbona ukiwepo unaimba vizuri tu? Ndio unaimba vibaya. Pole sana. Ndio hasara sasa hakutokuja zoezi. Unajua ukiwa unakuja zoezi, sawa? Kuna kufanya unakuwa imara, unaimba vizuri. Safi, umeshaelewa? Sasa ndugu yangu, tatizo lako una mambo mengi. Una kipaji. Tena unaweza kuimba wewe. Mimi nimekuelewa. Ndoto zetu zitimie, lazima tufanye hivyo. Alafu mimi nakuahidi, oya, nikishatoboa, lazima utoboe na wewe vile vile yani. Sawa, okay. Sasa yani sio kutoboa kama unakojua, yani nikishatoka kwenye game. Yani kwenye ile game ile la uimbaji nikishatoka, na wewe sasa utakuwa umetoka mwanangu. Okay, sawa. Vipi? Usiku na mchana mimi napambana, sikati tamaa. Yeah. Sielewi nishike wapi, napapasa sioni, kila nipitapo majaribu, sielewi mi nifanyeje. Zile ngongongo zimwachosha, ndugu hawataki kuniona baba. Kama kuroga, nimeroga, majibu sioni. Nauliza nifanye nini? Kwani shetani ni nani? Kama kuroga, nimeroga, majibu sioni. Hata mkioko nyumbani yake majibu sielewi, kwa nini kisa salali ananizaridi. Jamani, shika bana. Nimelogwa. Sema nini mama? Nitakuwa kazani sana kutafuta hela. Kutokana na kwamba maisha tunaishi sio mazuri. Maana hata vyakula tunavyokula sio sio sahihi. Kweli mke wangu. Lakini siku zinahesabika tu hapa. Hapo mbeleni tutaishi maisha mazuri ambayo wewe mwenyewe hata au kuyatarajia. Kuna mtu baadaye nitamani nini nikaongee naye ili akupatie kazi endelee kufanya kuingia kipato kwa muda huu. Uachane na hiyo kazi unayofanya ya ulinzi. Maana siipendi kikweli. Sawa. Ni jambo zuri. Itapendeza zaidi kufanya hivyo mke wangu. Mimi hapa naona ndo tayari. Ushashiba? Ushashiba. Naomba nisaidie maji ninawe afu ili niweze kuwahi. Haya basi ngoja ngakuchukulia. Ila usahau viatu vipo hapa chini hapa. Na vile niletee. Sawa. Yani mke wangu nishakwambia. Mimi bila mfumo toboro. Kabisa nimekubali mnao. Unaona? Kwa sababu kama hivi. Wewe mwenyewe tu bila dawa nisingekupata. Sasa nikufiche hizo. Vitu vingine nataka unaangalia. Ndio maana sasa hivi unakula maisha mazuri, unanepa. Karibu sisi tunakula. Asante. Mbona kuja bila taarifa? Hapana. Nimeamua nipitie tu nje nikusalimie. Kwa sababu hapa penyewe mguu unaoona naelekea makabrini.
Vizuri sana, wewe zingatia tu dozi na imani mambo yataenda ukasa sasa hivi tu. Na usikate tamaa. Mimi na imani jambo nitakupambania mpaka litakaa sawa. Kwani kuna lingine baada ya hili kuisha? Inategemeana sababu inaweza sikamilike, lakini isipokamilika nina njia mbadala ambayo huwa nafanya. Utafanya hivi. Kwa hiyo usikate tamaa, tunaweza tukabadilisha masharti pia. Kama sharti itakuwa limeshindikana. Sawa. Karibu. Zingatia sana dozi ndugu yangu. Sawa. Karibu. Sawa. Mume wangu. Akili. Kwani nimeamini. Wajinga ndio wali wao. Ana kazi. Anataka utajiri wa haraka. Mimi hapo unaona wenyewe kula yetu ndio hivi tukibahatisha wateja kama hao. Etudi umpe mtu utajiri. Ashaliwa na raundi nyingine ikija hapa tunampiga mbuzi. Acha nile mie. Nizidi kunenepa. Nakupendaje chibaba wangu wewe? Hata ukupata nitumia akili na mizimu ikasaidia. Yaani licha kwamba siwezi kumsaidia kwa haraka, lakini nalindwa na mizimu. Kabisa, mimi nimeona hapo. Sielewi nishike wapi. Napapasa sioni. Kila nipitapo majaribu sielewi mi nifanyeje. Zile ngongongo zimwachosha. Ndugu hawataki kuniona Bora kaka hata nilivyokuona. Maana huu mguu nilikuwa nimetoka huko dukani kwako na sija kukuta. Kuna shida mdogo wangu? Nilikuwa na shida, nataka tuongee. Ushaanza na wewe kila siku shida ni ukitininganya mambo huko kwa kaka. Umemfanya hivi nani Fatuma kwa kaka. Shida gani? Hapa nilikuwa nataka tumzungumzie shemeji yako. Ameshakupiga. Nilimwambia kumuoa mdogo wangu mume kwa sherehe, kumpiga sitaki, sio ngoma. Amekupiga wapi? Hapana, hajanipiga kaka. Sema nini? Kama unavyotujua si hali yetu ya kiuchumi pale nyumbani sio nzuri kidogo. Ndio maelezo sasa. Imefika kipindi mpaka kupata chakula yani inakuwa kazi. Nikawaza kwamba kakaangu pale dukani wewe hapana mtu. Labda kama unaweza kutusaidia, umweke shemeji yako at least tupate ka 2000 ka 1000. Mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Mume wako wewe anafanya kazi gani? Ajishughulisha na kazi ya ulinzi. Kolokoloni. Kule mshahara alipo shilingi ngapi? Kule kwa nalipwa 100,000. Kwa mwezi 100,000. Tume. Sasa cha kufanya dukani pale sasa hivi kuna kijana nilimpata. Sasa sijui atakuja au waje, sawa? Lakini hivi unavyoniona hivi nimetokea wapi huko, nilipigwa simu kutoka Mtwara, maana sasa hivi najua msimu ushafika tayari korosho, sawa? Kwa hiyo mawili. Naweza nikaagiza korosho akaja akawa nauza. Sawa, lakini mshahara wake mimi nitampa 200,000 kwa mwisho wa mwezi. Nitashukuru kaka. Na posho zipo. Kama vile si 2,000, si nini, lakini inategemeana mfano vile una ugumu wa kasi kwa siku nampa posho, lakini mshahara mwisho wa mwezi shilingi ngapi? 200,000. Sawa kaka. Haina shida. Nimekuelewa. Sawa. Sawa. Shemeji kazi ya kolokoloni sio nzuri. Yeye kusikia mtu asongea mchinja asongea pale. Wakamchinja bedu, wakamweka huku mwili, huku kiwiliwili. Sawa, sasa kazi ya kolokoloni sio mzuri bwana. Sawa kaka. Nataka jibu na mie. Mwambie kesho aje. Hapo na wewe siku hizi uko huko Mkologo. Au shemeji nani? Haya. Mwambie aje kesho. Haya. Wewe
Hapana. Hapana. Sielewi nishike wapi, napapasa sioni, kila nipitapo majaribu, sielewi mi nifanyeje. Zile ngongongo zimwachosha, ndugu hawataki kuniona baba, kama kuroga nimeroga, majibu sioni, nauliza nifanye nini, kwani shetani ni nani? Kama kuroga nimeroga, majibu sioni, hata mkioko nyumbani mke wangu, majibu sielewi, kwa nini kisa salali ananizalili. Mke wangu, naomba nifungulie. Ndio tumeingiliwa na majambazi. Wana hasira nzito sana. Pole. Kipi hujazulika? Hawajakuumiza? Mimi sijazulika. Lakini sijui wenzangu kitu gani itakuwa kimewapata, kwa sababu wale majambazi walikuwa na silaha nzito sana. SMG. Wengine walikuwa na mabomu. Walikuwa na silaha nzito sana. Pole sana mume wangu. Nashukuru kama hujaumia. Lala basi, maana asubuhi kuna jambo muhimu sana nataka nikwambie. Kwa nini sipati jibu? Sawa. Nimejaribu kuroga, majibu sioni. Au mizimu ya babu bibi na nitesa, nilofanikiwa nataka jibu na mie. Nimelogwa. Umewahi leo sana kuamka, na umewahi kuamka balaa. Kawaida tu. Naona nawe ndo unajiandaa hivyo. Najiandaa kwa sehemu nitakiwa nifike. Alafu nimekumbuka ile tuliongea jana. Nimeenda kuongea na ule mtu. Amekubali na amesema ikiwezekana kesho kaanze kazi. Siwezi nikafanya kazi yoyote. Yaani siwezi nikafanya kazi nyingine tofauti na kazi ya ulinzi. Lakini mume wangu, wewe hiyo kazi ya ulinzi si unaona jinsi ilivyo ngumu? Mara uende ulale kwa huko, mara uende urudi usiku. Mara unusulike na vifo. Si bora ufanye hii kazi ambayo utafanya mchana na jioni utarudi mume wangu. Kwani mimi sio nimeshakwambia kwamba siwezi nikafanya kazi yoyote zaidi ya kazi ya ulinzi? Mbona tunashindwa kuelewana?
Lakini mume wangu, hiyo kazi haina hata faida. Mimi kwa kweli sioni hata faida yake. Nimekwambia siwezi nikafanya kazi yoyote ile tofauti na kazi ya ulinzi. Mbona tunashindwa kuelewana wewe mwanamke? Kwani hapa nyumbani wewe uli? Kula sio unakula wewe mwanamke. Sasa nini shida? Sifanyi kazi yoyote tofauti na kazi ya ulinzi. Nimemaliza. Sielewi nishike wapi, kupasa sioni, kila nipitapo majaribu, sielewi mimi nifanyeje. Zile ngongongo zimwachosha, ndugu wataki kuniona kama kuroga, nimeroga majibu sioni. Nauliza nifanye nini, kwani shetani ni nani? Kama kuroga, nimeroga majibu sioni. Umenikosea sana. Umenikosea sana. Dawa nilizokupa nimesafiri umbali mrefu sana kuzipata. Hazijatoka Tanzania hii hizo dawa nilizokupa. Nimetumia gharama kubwa hata nusu ya maisha yangu. Leo hii unakuja unaharibu masharti kijinga. Unafikiri dawa nilikuwa nacheza? Sasa kwa ulichokifanya sijui nifanyeje. Sasa ningekubali kuvile. Niletele mbuzi babiri. Mbuzi, lete mbuzi. Ili mkwara huo mechito, ili dawa ifanye kazi tena, inatakiwa ulete mbuzi mwenye rangi mbili. Mganga, kuku wenyewe tu ambao waga wananiagiza, waga nafanya kuiba. Nitaipata vipi hiyo mbuzi? Na aliyakuwa msimu unanidai. Hilo halinihusu. Kama vipi tiba ishie hapa. Ningalika kuendelea pa bomba mndele tena. Kama vipi tiba ishie hapa. Mganga, nilikotoka ni mbali sana. Siwezi kukata tamaa kwa hili. Naomba nipatie muda. Mimi nitajitahidi, nitafanya hivyo. Nakupa siku tatu. Siku tatu zinatosha. Umeleta mbuzi. Siku tatu umeleta mbuzi. Unaweza ukaenda. Sielewi nishike wapi, napapasa sioni, kila nipitapo majaribu, sielewi mimi nifanyeje. Zile ngongongo zimwachosha, ndugu hawataki kuniona kama kuroga, nimeroga majibu sioni. Nipo kizani, sielewi napoelekea, mbele kimbunga, kushoto radi, kulia nazama mazima. Mke nyumbani na mwaga naenda kazini. Mrefu sana kuzipata. Hazijatoka Tanzania hii hizo dawa nilizokupa. Nimetumia gharama kubwa hata nusu ya maisha yangu. Kazini kwangu ni makaburini. Nauliza nifanye nini? Leo hii unakuja unaharibu masharti kijinga. Kuroga, nimeroga majibu sioni. Nimerogwa kila nachofanya, kwa nini sipati jibu? Mbuzi mwenye rangi mbili. Nimejaribu kuroga majibu sioni. Nimerogwa au mizimu ya babu na bibi nanitesa. Mlofanikiwa nataka jibu na mie. Nimelogwa. Nani zarili? Nimelogwa. Sielewi nishike wapi,
kinachonipasa sioni, kila nipitapo majaribu sielewi mimi nifanyeje. Zile ngongongo zimwachosha, Mungu wataki kuniona kama kuroga, nimeroga majibu sioni. Nauliza nifanye nini, kwani shetani ni nani? Kama kuroga, nimeroga majibu sioni. Hata mkioko nyumbani yake majibu sielewi, kwa nini kisa salali ananizarili. Nimerogwa, 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 nimerogwa. Nipo gizani, sielewi napoelekea. Mbele kimbunga, kushoto radi, kulia nazama mazima. Mke nyumbani, na mwaga naenda kazini. Kazi yangu ni ya ulinzi, nalinda mali za watu. Kazini kwangu ni makaburini. Nauliza nifanye nini, kwani shetani ni nani? Kama kuroga, nimeroga majibu sioni. Maana wewe mpaka sasa hivi taarifa za mumeo za kuosi zielewi. Ndio maana nimekuja hapa kaka kuomba tu msamaha, maana nilimwelekeza kuwa kaka msema muonane, naona mwenyewe yuko tayari. Najua mimi mpaka sasa hivi yaani mpaka wewe ninakulaumu vile vile. Sawa? Sababu wewe unataka kusema kuna kazi kidogo kusema kujishughulisha utaki. Sasa kwani ndani mitaani unakuta watu wanauza matembele wapo kama wewe, kwani wao na wewe una tofauti gani? Hapana kakaangu. Sema hata wewe ulishawahi mshirikisha. Sema yuko tayari kufanya kazi yoyote. Ni kwanza amekualibu cha kwanza. Kwa sababu kipindi na kuoli kwa mweusi. Sasa hivi umekuwa mweupe pi. Kama si ndagwa si nini? Haya, umekuwa mweupe hivi haitoshi. Una kichwa wazi kama hivyo, binti wa Kiislamu, nguo kama hivi kulikoni? Samehe tu kakaangu. Na wewe mume wako vile vile na mjinga vile vile. Anajua kelele afanye kazi gani? Sababu kama kazi nishampatia kuja hataki. Haya haitoshi. Anasema anafanya kazi ya kolokoloni. Hakuna siku hata mmoja kwa sababu nimemwona kabeba kilungu, labda si amevaa sare zile za kolokoloni, amebeba bunduki ya kukoo kile hakuna. Hata kusema kumzungumzia watu mtaani kwamba shemeji yako anafanya kazi ya nini ya ukolokoloni hakuna. Msamehe tu kakaangu. Nitajitahidi tu kuongea. Naenda kubadilisha maamuzi. Nisha kusamehe, lakini shemeji kama atakufanya mambo hayo atachoma moto mtaani hapa. Mjini bila kazi hakuna, hii kazi haiende. Mjini lazima ufanye kazi. Sasa wewe nenda. Sawa, mimi naenda. Umepika nini leo? Ugali. Nakuja kula. Sawa. Nauliza nifanye nini, kwani shetani ni nani? Mwanangu umepoa sana kimziki. Sielewi shida ni nini. Da, kweli mwanangu, so unajua mambo mengi afu muda wenyewe mchache huu. Sawa, ila usipoe sana. Maana ukipoa kuna vitu unavipunguza. Pambania ndoto yako. Sikia sasa nikwambie mwanangu, nikupangilie sasa hapo. Hapo kuna mchongo mmoja hivi nausikilizia, ni ukiteke tu. Wewe mzee ukiteke tu huo mchongo. Mbona sana yetu mwanangu tunaipaisha sisi kwenda kwa kimataifa, kimambele huko babu. Ni sahihi, ni kweli. Unajua msingi ni kutengeneza saizi. Hili mwanangu. Afadhali shemu nimekuona. Shemeji huyo. Vipi nyumbani wazima? Mungu ni mwema shemu. Ni wazima wa afya njema. Umenishtua. Hivi kuna tatizo kwani? Tatizo hamna. Si unajua shemeji yako mzee utanotani mwingi. Hapana shemu, hamna tatizo. Ila tu ningependa ongea na mwenzio kuhusu kazi na biashara. Mara nyingi sana huwa tunazungumza. Ni mtu wa kunielewa, ni mtu wa kutokunielewa. Ila ninavyomjua mambo atakuwa sawa tu shemu. Jovita, upuzi gani ambao unaongea huu?
Mimi nimechoka Kamala. Tena nimechoka kweli kweli. Kila siku mimi nilale peke yangu. Mbona kazi zipo nyingi tu za kufanya? Na hata kakaangu ajaribu kupatia kazi lakini ulikataa. Umeng'ang'ania kazi yako tu ya ulinzi. Mimi nimechoka. Naomba nenda ndani. Kamala, mke wako anachokizungumza yuko sahihi kabisa. Na anachokizungumza anakujenga pia. Yaani wewe mwanangu unamsaidia mtoto wa kike, yaani mke wangu mimi unamtetea au? Wewe nimesema nenda ndani. Sawa Kamala. Sikwambii. Wewe pumbavu nini? Hivi ninachokiongea mimi unikielewi au? Oya brother, jikatae. Oya, sitaki sawa, tembea. Mzee, mimi naondoka. Sio ugomvi. Kwani kuna shida? Tembea. Sawa. Oya mzee, nenda babu. Haya. Mwanangu unamsupport mwanamke? Shika, yani mwanangu wewe tembea, yani ondoka muda huu. Kila nachofanya. Unaletea upumbavu mimi? Yaani unamtetea mke wangu? Usirudi tena hapa. Kuroga majibu sioni. Au mizimu ya babu na bibi nanitesa. Mliofanikiwa nataka jibu na mie. Nimelogwa. Nipo kizani, sielewi napoelekea. Mbele kimbunga, kushoto radi, kulia nazama mazima. Mke nyumbani, na mwaga naenda kazini. Kazi yangu ni ya ulinzi, nalinda mali za watu. Kazini kwangu ni makaburini. Nauliza nifanye nini? Kwani shetani ni nani? Kama kuroga, nimeroga majibu sioni. Nimerogwa. Kila nachofanya, kwa nini sipati jibu? Nimerogwa. Jovita. Abe. Kwa nini tunakula nini? Tunachambua kisamvu kwa nao. Kisamvu? Ndio. Kwa nini iwe kisamvu? Kwani kuna hela watu leo niachia? Aha. Hebu nifanye utaratibu hapa. Uende leo tukabadilisha mboga. Utaratibu upo nao. Yaani ungekuwa unafanya kazi watu singekuwa unapata tabu. Kwani kazi ya ulinzi sio kazi mke wangu? Sasa mume wangu, hiyo kazi yako ya ulinzi ina faida gani? Tunachambua kisamvu, mara matembele, mara mchicha, havina hata viungo. Haya, hiyo kazi inakusaidia nini? Yaani umepata kazi nzuri unashindwa kufanya mkazania kazi yako hiyo. Hata ieleweke. Ina faida. Hapa mwenyewe nasubiri tarehe 15 tu niingiziwe hela. Ulishaanza kama mdomo kako sasa. Wewe mwanamke una kama mdomo. Na huo mdomo wako ipo siku utakuja ukuponze huo mdomo. Kila mara wewe tu. Wewe mwanamke unataka mimi nifanyeje? Shauri yako. Maana ukiambiwa jambo ndio una panic. Yaani ukiambiwa kweli una panic. Ndio hiyo shida yako mume wangu. Hebu nisikilize basi. Hayo huo upuuzi wako utakula mwenyewe. Hicho kisamvu hicho utakikula wewe mwenyewe. Puuzi mmoja wewe. Sielewi nishike wapi. Napapasa sioni. Kila nipita po majaribu sielewi. Nimekuja na shida. Shida yangu naomba uweze kunisaidia kiasi cha pesa. Pesa? Kama shilingi ngapi? Pesa yote ambayo utakuwa nayo. Yoyote? Ndio. Bwana wewe shemeji, mimi nina hela kweli? Watu waone. Hela shemeji. Kwanza nimekumbuka. Bwana wewe mke wako alikuja kwangu.
akasema kama unataka kazi, lakini kaambia basi mwambie aje afanye kazi. Ukutokea kwa sababu gani? Hapana shemeji, mbona mimi nafanya kazi ya ulinzi. Kazi ya ulinzi? Wewe acha ujinga. Wewe ufanye kazi ya kolokoloni. Yaani wewe cha kufanya mimi sikupi shilingi 10. Sijakuwa na siku mbeba lungu na kulindia. Umenielewa? Wala basi goboe wala nini kwa kulindia wewe muongo. Dada yangu kila siku na mshachinduli, sijui mlenda. Sini mpaka sisi eleweka mpaka na kongoloka usi na kuna ngigiani sijui usoni. Ulimchukua nene. Sasa hivi huyu amekonda kama nini sijui. Shemeji, bila kufanya kazi mjini uendelee hii. Kama unataka kazi nenda kwa pididi au utakuchoma moto. Lakini shemeji, mimi hiyo ndo kazi yangu. Kuna kampuni mpya ambayo ipo saizi. Ile kampuni mimi ndo nafanya ulinzi pale. Mimi ndo wewe bwana, acha kuniongopea acha kampuni mpya. Mimi nimeanza kuzaliwa kabla yako wewe. Unaelewa? Mimi mkubwa kabla yako wewe, mimi nimeanza kuzaliwa. Papati hela. Bila kazi uweze kupata hela. Basi shemeji. Sio basi nakwambia ukweli. Wapo wote na nume, wote midume. Sana ngolo. Mtoto wa kiume unavaaje shuka? Shuka unajifunika na kuvaa shuka za 3. Hiyo akili matope. Jibu sioni. Au mizimu ya babu na bibi na nitesa. Mlofanikiwa nataka jibu na mie. Nimelogwa. Mangu, kuna nini? Naomba uniache. Ni mume wangu, na maana bado mambo yale mchana unayo. Wewe mwanamke nini, mbona nikinganganizi sana hivyo? Sio nimekwambia uniache au? Wewe mwanamke ni mpuuzi wewe. Saki upumbavu ujue. Haya. Lakini mume wangu, na mbona bado unayo tu yale mambo ya mchana jamani? Inatakiwa utafute kazi ambayo itakupa wewe kipato, ili tuweze kugawana majukumu hapa nyumbani. La si hivyo utashinda na njaa. Lakini mume wangu, wewe kazi unafanya usiku. Unaonaje huo mchana utafute kazi ya kuingizia kipato ili inatusaidia kupata kula? Kazi yangu mimi inachelewa sana kutoa matokeo. Hivyo basi, kama hutoweza, fungasha kila kilicho chako uende kwenu. Nikishafanikiwa nitakuja kukufuata huko. Mangu. Ndiyo mimi mume wako. Mpuuzi wewe. Nipo kizani, sielewi napoelekea. Mbele kimbunga, kushoto radi, kulia nazama mazima. Mke nyumbani na mwaga naenda kazini. Kazi yangu ni ya ulinzi, nalinda mali za watu. Kazini kwangu ni makaburini. Nauliza nifanye nini? Kwani shetani ni nani? Kama kuroga, nimeroga, majibu sioni. Ananizarili, nimerogwa. Baba mdogo, nimekuja nina shida. Shida yangu naomba uweze kunisaidia kiasi cha pesa. Kwa maana yake mke wangu anaumwa sana. Pole sana.
Bahati mbaya nimekuja wakati ambao usipo sawa kabisa. Nimeyumba sana kiuchumi, sipo sawa kabisa, sina pesa kwa sasa. Ba mdogo, sina msaada mwingine zaidi yako, na ndio maana nimefika hapa. Napitia wakati mgumu sana. Sawa, mimi naenda. Kamar. Naam. Kwani unajishughulisha na kazi gani? Kazi yangu ni ya ulinzi, ndio ambao najishughulisha nayo baba mdogo. Pole sana kijana wangu. Usikate tamaa, pambana. Huo ndio ukubwa, ndio wanaume. Sawa, nimekuelewa baba mdogo. Utafanya hivyo kama ulivyosema. Oh, yeah. Sielewi nishike wapi, napapasa sioni, kila nipitapo majaribu, sielewi mi nifanyeje. Zile ngongongo zimewachosha, ndugu hawataki kuniona baba, kama kuroga nimeroga, majibu sioni. Vipi ndugu yangu? Safi. Naona saizi genge limekuwa kweli yani. Kweli hatua moja waanzisha nyingine. Kaka mdogo mdogo. Nimekuja mimi na shida. Shida yangu naomba uweze kunisaidia dagaa, nyanya pamoja na mchele. Alafu na shilingi 5,000. Kaka, hapo na shilingi 2,000 tu ambao nimetoka nao jana gengeni, ndo nayo na vitu unavyosema nikukopeshe mimi, kesho nashindwa kwenda mnadani. Naomba nisaidie ndugu yangu, nyumbani hali mbaya sana, ndio maana nikasema nije wewe kwa ndugu yangu, utapata msaada. Nimetamani kukusaidia sana, Sielewi nishike wapi, ila sema sioni, kila nipitapo majaribu, sielewi nifanyeje. Ngoja niangalie utaratibu mwingine. Zile ngongongo zimewachosha, ndugu hawataki kuniona baba, kama kuroga nimeroga, majibu sioni. Nauliza nifanye nini, kwani shetani ni nani? Kama kuroga nimeroga, majibu sioni. Hata mkioko nyumbani yake majibu sielewi, kwa nini? Kisa salali ananizarili, nimerogwa, nipo kizani, sielewi napoelekea, mbele kimbunga, kushoto radi, kulia nazama mazima, mke nyumbani na mwaga naenda kazini, kazi yangu ni ya ulinzi, nalinda mali. Mbona nakuita muda mrefu, naonekana kama na mawazo sana. Unawaza nini? Ni kweli baba mdogo, kichwa changu kina mambo mengi sana, hata hali ya uchumi pia inachangia. Lakini mawazo yako hayawezi kusaidia kitu. Umejaribu kuwashirikisha hata marafiki zako kwamba mshauriane ukapata kazi nyingine? Ni rahisi sana kuamini kuwa mtu anaweza kukusaidia, lakini inawezekana ndivyo sivyo ambavyo wewe unafikiria. Lakini pia mimi mwenyewe nahitaji vijana wa kazi. Kama hutojali, unaweza kufanya kazi na mimi. Baba mdogo. Mdogo nini? Mimi nahitaji vijana wa kufanya nao kazi. Kama utakuwa tayari, unaweza kufanya kazi na mimi. Ni vigumu kuamini kazi ambayo mimi naifanya, lakini sio muda inaenda kunipa faida kubwa sana, na mimi nitafungua biashara zangu.
Na pia watu wa aina yako huwa ni wavivu sana. Nimelogwa, 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 nimelogwa. Kila nachofanya kwa nini sipati jibu? Nimelogwa. Nimejaribu kuloga majibu sioni. Nimelogwa. Au mizimu ya babu na bibi nanitesa. Mliofanikiwa nataka jibu na mimi. Bwana shemeji, mimi nimekuja hapa na shida. Na shida yangu mimi naomba uweze kuniazima kiasi cha pesa. Kama kiasi gani? 50,000. Sawa. Nimelogwa. Ila Nimelogwa. 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 Sambu anakupenda. Nimelogwa. Nimelogwa. Hapana shemeji, mimi na shida tu na kiasi cha pesa. Nimelogwa. Sawa. Najua ni ghafla. Ila sawa, na kiasi kidogo hapa cha pesa. Hii siku azimu nakupa. Asante sana shemeji yangu. Haya, asante. Mimi naenda. Nashukuru sana shemeji. Nimelogwa. 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 Niambie Shem. Hapa kikweli Shem, yaani shida yangu kubwa nakuja hapa mimi na shida tu lazima kiasi cha pesa kama shilingi 2,000, maana kama unavyojua hali ya pale nyumbani. Yule mwenzie nimemwacha amekaa tu, hamna chochote anachojishughulisha. Na unavyoniona hapa kutokea asubuhi sijakula kitu chochote. Pole sana Shem. Kwa nataka kuniambia kwamba toka asubuhi hujala chochote? Ndio Shem. Sawa. Ila kiasi nitakachokupatia sitokuazima. Sawa? Kwa nini tukiketi? Acha wasiwasi. Nimelogwa. Nimelogwa. Aiza, umekuja. Aina matatizo. Una matatizo. Matatizo nalo la. Ameona matatizo. Ndio. Akuti. Mupi maiki. Ayanja matatizo kako gonti. Mupi maiki. Tatizo yako yote. Tayari. Amala mtaalamu. Amala. Mtaalamu. Una matatizo makubwa ndio maana unaona mshtuko. Tulia. Umeanza kuchanganya. Tulia. Zanga. Ui. Sema ena. Akikushika hivi sema ena. Chena lola kuku lina matatizo mingi. Kwani kuna matatizo mengi? Akwazi mali. Unataka mali? Sema ena. Ena. Chena lola utanga fanikiwa ha. Lo uwezo kafanikiwa. Isha yepe. Eti ondoka. Akuti tutanga bomba aje. Inamu ni yinji.
Inamu ni ije. Nipa vena lola, jena lola. Tunaweza tukakusaidia, ila ukifuata maelezo. Usimwangalie mganga hivyo, anahisi ni dharau. Sema hena. Sema hena. Sema hena. Sema hena. Ishi. Aleti soda zivili Pepsi. Umesikia? Anataka soda zenye Pepsi. Ishi numuchicha 2000. Na mchicha ili tusaidie kwenda kule. Wanapenda sana mchicha. Hii itasaidia dawa kali. Isha yepe. Ondoka. Baada yinzeli. Ayeza pamande. Uje Jumatatu. Semena. Ishi yepe. Yepe. Kula kumwitu. Kula kumwitu. Mtaalamu na mwana kula anakufumia kutalii ishe na lola mwanula kwao walimali kweli ishe matiro gege nje, lakini mtaalamu soda yanchanganya lelo utakuwa zishoda utaindikiwa zilipo, lakini ajitabalenga mchicha wale mchicha li nimerogwa kila nachofanya, kwa nini sipati jibu? Nimerogwa, nimejaribu kuroga, majibu sioni. Nimerogwa, au mizimu ya babu na bibi nanitesa. Mlofanikiwa nataka jibu na mie. Nimelogwa.